Dalili tatu ambazo zinaashiria mwanaume wako amepoteza hisia na wewe. Na dalili ya tatu ndo dalili ambayo wanawake wengi wanaipitia na wanaipuuzia. Sasa leo nataka unisikize kwa makini sana, kwa sababu huenda mwanaume wako ameshapoteza hisia na wewe haufahamu. Leo utafahamu. Zipo nyingi lakini hizi ni tatu kubwa. Karibu sana tu Mombeki Crispin. Dalili ya kwanza ni yule mwanaume anayechelewa kufika kileleni. Sasa wanawake wengi ndio wanapenda wanaume wa namna hiyo, anayechelewa kufika kileleni. Ndio wanamuona lijali, ndio wanamsifia. Leo nataka waze tofauti. Kuna uwezekano mkubwa sana mwanaume anayechelewa kufika kileleni hana hisia na wewe. Kwa sababu tendo la ndoa ni tendo la starehe, ni tendo lenye raha. Na tunafika kileleni pale raha zinapozidi. Yaani tunapofika to the max, yani raha zimetufika kiasi cha kwamba sasa ule ndo mshindo wa zile raha zenyewe. Sasa mtu kuchelewa kufika kileleni, tafasiri yake nadhani ushaelewa. Manake zile raha hazimfiki kwa kiwango kikubwa kwa haraka. Sasa mwanaume anayewahi kufika kileleni sio kwamba hana nguvu za kiume, kwa sababu inasadikika kama ukiuhalisia mwanaume kamili kabisa ndani ya sekunde 20 ama dakika moja inamtosha yeye kumaliza. Lakini unapata mwanaume anakaa nusu saa hajamaliza, dakika 20 hajamaliza. Maana hizi dakika zote ana struggle kutafuta ili raha itakayomfanya afike mshindo. Sasa kama ana struggle kutafuta, maana yake wewe umekosa kutoa hiyo hamasa, ama hajisikii tena na wewe kiwango cha wewe kumpa hamasa kufikia mshindo kwa haraka ama kwa urahisi. Kwa kuchelewa kwake kufika mshindo, na maana anakosa ule urahisi yeye kufika mshindo. Kwa hiyo inabidi atumie nguvu kubwa sana, akili nyingi sana, avute hisia hata za wanawake wengine ili aweze kujisikia pale yuko na wewe. Si ndio? Sasa kama ulikuwa unatazamia mwanaume anayechelewa kufika kileleni ndio lijali, ndio mwanaume sahihi kwako, my friends, leo anza kwanza tofauti. Kwa nini anachelewa kufika kileleni? Mwanaume anayekupenda ama mwenye msisimko na wewe, popote atakapokushika anajisikia raha. Atakavyokuona huko anashiriki ile tendo anajisikia raha. Hahitaji mambo mengi kufika kileleni, my friends. Yaani unaweza ukashangaa anafanya tendo anakuangalia, ukimwambia tu mume wangu nakupenda, kamaliza. Ukimshika tu kifua, kamaliza. Ni ile namna ya anavyojisikia akiwa na wewe. Kwa kufika kileleni, kuchelewa ama kuwahi, ni inatokana na namna ya zile raha mtu anazozisikia. Na nitakuelewa kama mwanaume wako atakuwa kila anapotaka kufika mshindo basi anatumia baadhi ya mbinu ili kuchelewa, nitaelewa. Lakini usiniambie anafanya tendo lile bampa tu bampa ndani ya dakika 10, dakika 20 hajafika mshindo. Hiyo ni moja dalili huyo mwanaume hana tena hisia na wewe. Na ukihitaji maelezo zaidi unaweza kunitafuta, nitakwambia vizuri zaidi. Na dalili ya pili ya mwanaume alipoteza hisia, hapendi moment za kustarehe, sex, kustarehe tendo la ndoa. Nikimaanisha amekunyonya hapa, kakuchezea pale, kakushika hapa. Ama wakati anafanya tendo la ndoa na wewe huko anakunyonya pengine, huko kakushikilia pengine. Yeye sio mwanaume wa namna hiyo. Yeye ni ule mwanaume ambaye imesimama, kakuvua, kakuweka. Yaani akushiki kifua, akushiki chuchu, wala kukisi, wala afanye chochote. Na wakati mwingine anataka kuingilia wewe ukiwa bado hata uke wako haujakuwa tayari, hujapata ule ute. Kwa anatumia mafuta vilainishi kukuingilia. Kwa anajua kabisa mwanamke wangu hayupo tayari kuingiliwa, lakini sina muda wa kumchezea. Sina muda wa kumuandaa. Paka futa twende kazi. Najua baadhi ya watu mme experience hiyo, mwanaume wako akitaka anakuvua tu anaweka. Hakuna kukushika hapa la kukuchezea hapa. Yaani ni mwanaume namna hiyo. Na pia wakati anashiriki tendo la ndoa na wewe anataka basi akushika hata chuchu, basi hata wewe anakunyonya hapa huko anafanya tendo, au ukafanya kidogo kachomoa, kafanya kingine hichi hapa na hapa kachomeka tena. Yeye akianza kazi baba anaanza amalize, na akimaliza it's done, kamaliza. Sio mrudi raundi ya pili, sio raundi ya tatu, no. Kamaliza, ajali wewe umemaliza wala haujamaliza. Kwa hiyo mwanaume yule ambaye hahitaji romance, hahitaji kuenjoy moments na wewe, huyo kuna dalili kubwa sana amepoteza hisia na wewe. Lakini dalili ya tatu ni yule mwanaume ambaye anaweza akapitisha muda mrefu bila kushiriki tendo la ndoa na wewe.
Hii ndio watu wengi experience sana. Wanawake wengi experience. Mnakaa miezi mitatu, miezi miwili, mwezi mmoja mwanaume wako haja kuingilia. Na hana muda. Na wakati mwingine unaweza kumuonyesha unahitaji lakini yeye hajali kuhusiana na kukupa. Mwanamke ndo anageuka, mwanaume ndo anatakiwa awe mtumwa wa kuhitaji, wewe ndo unageuka muhitaji kwa mwanaume kuliko yeye anavyokuhitaji. Kwa hiyo hizi ni dalili 3 ambazo ukiziona kwa mwanaume wako basi jua mwanaume wako amepoteza hisia na wewe. Sasa unaweza ukazizalau na ukachukulia poa, lakini hizi ni moja ya dalili ambazo zitaashiria pia kwamba mahusiano yako yanaenda kuvunjika ama ndoa yako inaenda kuvunjika. Kwa kama mwanaume wako ana moja ya dalili hizi ama ana dalili hizi zote, unahitaji msaada wa haraka kuweza kuhakikisha unamrudisha katika mstari. Na ulikuwa na mimi ni Mbeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Kama bado hujasubscribe naomba ufanye hivyo kwa sababu kuna masomo mengi mazuri yasikupite ili uendelee kuboresha mahusiano yako. Hadi wakati mwingine tena. Bye bye.